Hello. Na mambo vipi mdau? Karibu katika channel yako pendwa Electronics Repair Class TZ. Leo tuko na kipengele cha marekebisho ya simu hii ambayo inaonekana kuwa na headphone hapa juu. Sorry kidogo, nita hide hapa wallpaper ya mteja. Inaonekana ni wallpaper ambayo iko kinyume kidogo na mahadiri, lakini tutavumiliana. Okay. Kitu ambacho nataka kukizungumzia leo ni kwamba earphone huwa hakitoki, ama headphone huwa hakitoki kabisa kwenye screen yake. Kwa hivyo inapelekea hatua ya kushindwa kabisa kuweza kuplay music, labda mpaka atumie earphone, ama inashindikana kabisa hata kupokea simu bila kuwa na earphone, kwa sababu inazuia mawasiliano ya speaker ya nje. Kwa hivyo hivi naweza kujaribu, kanaweza kuona kwamba najaribu kuingiza earphone na kuondoa, lakini still bado tatizo liko pale pale. Okay, sasa hatua zinazoweza kufanyika, nafikiri unaweza kunifuatilia kwa utulivu na kwa makini ili tuende kuona namna ambavyo tunaweza kulisolve tatizo hili. Funguaji process ni zile zile. Sidhani kama kuna mtu ambaye atakuwa yuko nyuma sana juu ya ufunguaji wa simu. Lakini pia nimepata nafasi ya kufikiria namna gani ambavyo nitakuwa nikifanya kufanya video kulingana na vile mtu ama mtazamaji atakavyokuwa akiomba. Kuna baadhi ya watu wamekuwa akiomba namna ya kufanya reborring, yani kwa maana ya kuwekea vijirisasi nundu kwenye IC na then kuirudishia kwenye board ama kwenye circuit. Hivyo tutafanya katika vipindi vijavyo, na naweza kukushauri tu kwamba kwa sasa unaweza kuzingatia vile ambavyo tumekuwa tukivifanya ili tuende hatua kwa hatua, tusimwache mtu nyuma, tukakimbilia kwenye reborring hatua nzito zaidi kabla hata ya kuzifiksi hatua ndogo ndogo kama hizi. Kwa sababu unaweza kujikuta sasa unafanya marekebisho ya reborring ama kuwekea risasi nundu kwenye IC na kuinstall kwenye simu na ikafanya kazi, lakini ukawa umemwacha nyuma sana mtu ambaye hawezi kubadilisha hata system charger. So kwa matatizo madogo madogo kama haya ambayo ni common, ama matatizo ambayo yanawezekana kurekebisha na mtu kupata kipato, basi tunadili nao kwanza. Okay, baada ya kuifungua sasa tunaweza tukaangalia port ya sehemu ambako unaweza kuconnect earphone, ipo hapo na iko clear kabisa, inaonekana kuwa safi. Kikubwa nitakachokifanya ni kwamba naweza nikajaribu kuisafisha na then kurudishia tena vitu vyake na kuiwasha kuona kama tatizo tutakuwa tumeritibu. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Inawezekana ikawa na corrosion, kwa maana ya uchafu ambao ni uchafu kama kutu, pengine labda earphone aliconnect ambayo imelowana ama alinyeshewa, hatujui. Ni mafikirio ambao unatakiwa uwe nayo kama fundi ili kuhakikisha tatizo lako ama tatizo unalokutana nalo kwenye kifaa hicho unaweza kuritibu bila kuguess zaidi. Lakini ni kwamba hatua kwa hatua nitajitahidi kuelekeza kile ambacho mimi naweza kukifanya na kulitibu tatizo hili. Okay. Kama unaweza kuona kwamba tumefanikiwa kuifungua na okay, hii ni okay, vibration. Yeah. Okay, tumefanikiwa kuifungua na unaweza kuona njia ama sehemu ambako connector ilipo, ama tuzungumzie poti kwa maana kuchomeka earphone, na nitajaribu kuisafisha kutumia Falcon, mafuta ya Falcon. Yanaweza kusaidia sana kusafisha, lakini kama ukiweza kutumia petroli it's okay, ama mafuta yote yale ambayo unafikiri ni salama, hayana kimiminika maji ndani yake. Okay. Sasa baada ya kuisafisha vizuri kabisa, kuhakikisha kwamba iko clear, na baada ya kujidhihirisha kwamba kila kitu kiko sawa, hapo ndio ambapo sasa unaweza kusema tatizo hili linaashiria matokeo gani, ama tapata matokeo gani baada ya kuwa nimefix. Nikijaribu kuchungulia hapa, naona njia ziko sawa, zinaonekana kuwa safi. Haonekani hata component moja kuonekana kama imeungua. So tunaweza tukajaribu kuiwasha tuone kama tatizo linaweza kuwa tumeanzia hapo kulitibu ama vipi. Lakini mara nyingine unaweza kujikuta unasafisha hivyo la kurudishia kila kitu chake na ukafanikisha, ama ukafanikisha kwa muda mfupi, then baada ya muda fulani kikajirudia tena. Huwa inatokeaga hivyo. Kama unaweza kuona hapa kinaonyesha kama kimeondoka. Yeah, of course kimeondoka. Yeah, na kwa haraka hapa tutasema it's okay, tumefanikisha jambo, lakini kwa fikira zangu mimi nafikiri bado no, tunaweza kuwa hatujafanikiwa bado, kwa sababu kusafisha tu haiwezi kumaanisha kwamba yes, nafikiri unaweza kuona sasa. Kumbe kusafisha tu haiwezi kumaanisha kwamba tatizo tumeweza kulitibu, isipokuwa lazima uhakikishe kwamba unaposafisha na kuiwasha test kwa muda mrefu, lakini pia zima uwashe. Hatua zote hizo ni za jinsi ya kulitibu tatizo hili. Zima uwashe uone kama tatizo hilo utakuwa umelimaliza.
Yeah, na imani kabisa katika kipindi cha leo, kwa wale ambao walikuwa request namna ya kuondoa kiafoni, kuna baadhi ya watu nimekuwa nikiwapa majibu ya moja kwa moja baada ya kuwa wamenipigia kwa njia ya WhatsApp na kuwapa maelekezo, na wengi wao wamekuwa wakifanikiwa. Sasa nimepata ama nikutana na simu hii ambayo tayari ina tatizo hili, kwao nikaona itakuwa vyema zaidi kama nikielekeza. Nitakachodili nacho kwa sasa ni kudili na components hizi ambazo zinaonekana hapa. Yeah, hizi components. Okay, sorry. Kulitokea mistake kidogo, umeme ulizingua ghafla na kila kitu kikawa kimesitishwa baada ya kuwa nimeanza kutumia blower kwa maana kutaka kudiri na hizi components. Lakini sasa baada ya hapo umeme umerudi, nikaanza kuifanyia kazi, kumbe sijaruhusu kamera kuchukua matukio. So I'm very very sorry. Nafikiri nitalielezea kwa undani zaidi katika kipindi kingine kijacho. Nitajitahidi kukutana na simu ya hivi nielezee kwa kina zaidi namna ambavyo tunaweza kutibu tatizo, lakini kwa ushauri tu ni kwamba namna utakavyolitibu tatizo hili ni kwamba utahakikisha kwamba una dili na zile components ambazo zinazunguka poti ama VIC vidogo vidogo, vidiode, vicapacitor vinavyoizunguka poti, kuhakikisha kila kimoja unakiweka sawa, unakipima katika vipimo na unahakikisha kwamba kila kitu kiko clear. So nimejikuta nashindwa kuendelea zaidi, na unaweza kuona kwamba tayari kidude kimeondoka pale, kile kisaini cha earphone kwamba iko connected bila kuwepo. Inaonekana iko sawa kulingana na mujibu wa namna ambavyo nimeweza kuipima, lakini nimejikuta kumbe nimefanya kazi nje ya kamera. Yeah, umeme ulikata na ulivyorudi sasa nikaanza kuzingatia zaidi hilo, kumbe sijawasha kamera kwa ajili ya kuchukua tukio. Basi tunaweza kuvumiliana hivyo, na nitatest kidogo hapa tuone. Testing ambayo naweza kuifanya ni ya kuplay music, kuplay ringtone. Yeah, kuplay ringtone, hicho ndio kitu ambacho naweza nikakifanya. Yeah, hope kwamba okay. Hope kwamba unaweza kaisikia. Ngoja nirekebishe kidogo mic. Yeah. Okay. Now sasa unaweza kusikiliza. Yeah, nafikiri unaweza kusikiliza, na hivi ndivyo ambavyo tutakuwa tumelitibu tatizo hilo bila kiafoni kurudi tena. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama huja subscribe basi gusa alama subscribe, lakini like, share and comment. Electronics Repair Class TZ, we are for you. Bye.